Mabibi na mabwana, na tusiogope, sayansi ni muhimu. Kwa hiyo kupiga saluti walimu wa sayansi, ruksa, na kuatia moyo wanaofanya vizuri kwenye sayansi, ruksa. Na sio ruksa, ni muhimu sana, kama nitakavyoeleza baadaye. Kwa hiyo nakukaa hapa na walimu, nafurahi sana. Kukaa na walimu ni jambo kubwa sana kwangu. Kukaa na walimu wa sayansi na hisabati, ala, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo nashukuru sana kualikwa kuja kufunga mafunzo haya. Mafunzo endelevu ya walimu wa sayansi na hisabati kupitia mradi wetu wa SEQUI, maana ni Secondary Education Quality Improvement Program. Na nilivyoambiwa kuna mafunzo haya, nilijaribu sana kuhakikisha kwamba sitoshindwa kuja. Hivyo wanavyosema nimetoka mbali, ule wimbo tumetoka mbali, lakini tuhakikisha kwamba tunakuja tunawahi hapa kwa ajili ya kuwaona. Kwanza kwa jumla yake kuambia kwamba serikali inathamini sana walimu. Kwa ajili kukusanyika hivi si jambo dogo hata kidogo. Ni fursa ya sisi kuja kurudia tena na tena jinsi ambavyo nchi hii inawategemea sana walimu kwa maendeleo ya vizazi na vizazi. Na kama mnakumbuka, wakati rais wetu anazindua sera ya elimu na mafunzo, alizungumza kuhusu umuhimu wa walimu. Na kama tunakumbuka maneno vizuri kwamba duara hili la mageuzi katikati yake ni walimu. Mlimsikia mwenyewe, sio jamani? Na akasema anajua kuna kazi kubwa ya kushikamana na walimu na kuangalia maslahi ya walimu. Hiyo kauli ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yeye kwa kauli yake alitoa pale Dodoma, unajua anafikiria nini kuhusu walimu, anapanga nini kuhusu walimu, na walimu wetu wote Tanzania ni sehemu chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kila siku hali itazidi kuwa bora zaidi. Yajayo kwa walimu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kauli aliyosema, yajayo kwa walimu yanafurahisha. Na nashukuru sana wawezeshaji wote ambao wamekuja, kazi kubwa mlioifanya. Tunajua mmeinteract vizuri na walimu. Na ni swala la kukumbushana kupitia vitu, kwa sababu na wawezeshaji wa vipanga. Kwa kazi yenu lazima ilikuwa rahisi sana. Wao kweli jamani. Watu wenyewe wanajiweza vizuri, wanamudu mambo yenyewe. Ndio maana ni walimu wa masomo haya. Tunashukuru sana kwa kuja, kwa kazi nzuri mlioifanya. Lakini nashukuru sana Katibu Mkuu na wataalamu wote wa wizara yetu. Wote kina Huruma, Mwalimu Huruma, wageni na wote kwa kuhakikisha kwamba swala hili la elimu bila ukomo linaendelea. Hii hapo tunafanya, lakini tunaendelea nchi nzima. Na hili litakuwa ni swala lisilo na ukomo kwa walimu wetu wote walio kazini. Na wenyewe wapate fursa ya kutoka kidogo kwenda Singida, kwa Singida, na vile vile kushirikiana ndio mwendo tutakao tunaenda nao. Kwa nashukuru sana, pongeza sana Katibu Mkuu, lakini hawa watendaji ambao ni wasaidizi wake wakuu, pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI ambao tunafanya nao kazi bega kwa bega. Ndugu yangu Singo, siku hizi huko tena kule kwenye yale mambo yale. Ngawaje na shaka kuna timu ilikuja Singida, sasa kwa sababu ulikuwa huko Singida nikaja Singida. Watu wengine walikuwa Misri, wengine Morocco, wengine Singida. Nashukuru sana wenzetu wa mkoa wa Singida, ndugu yangu Gondwe, kwa kupokea umati huu wa walimu. Kanao vizuri mpaka hapa, naona salama na bashasha kubwa, na naamini wakiondoka watatamani kurudia kwa Mei Mosi kwa sababu ya muda waliokaa hapa na wametumia vizuri sana. Asante sana. Sasa huu mradi wa SEQUI ambao ndio hasa umewezesha kongamano hili, ni mradi ambao ulianzishwa kwa maelekezo ya rais wetu na una vipengele vingi. Kikubwa kuliko vyote ni miundombinu. Hivyo kimsikia
kama mkuu wa Kitama tunajenga shule nzuri sana. Ni huko kwenye sekondari pia zinajengwa nyingi huko kwenye sekondari. Lakini rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo mahususi kwamba msiishie kwenye miundombinu, walimu na wenyewe wapate fursa. Zamani walimu wako darasani, mwalimu na chaki na mwalimu, mwalimu na daftari na mwalimu, mwalimu na wanafunzi, wanafunzi na walimu. Muda gani wanatoka kidogo kubadilishana mawazo? Mafunzo kama haya ni fursa ya kusocialize vile vile na walimu wengine, na kutoka na kuona sehemu nyingine na kujifunza. Kwa hiyo aliagiza, pamoja na kwamba program ina fedha kubwa nyingi zinaenda katika miundombinu kama ambavyo mtakuwa mnafahamu huko kote mlikotoka, alisema tusisahau nafasi ya walimu, nafasi ya rasilimali watu, kwa maana ya kukaa walimu kwa pamoja kuongeza uwezo siku moja hadi nyingine. Kwa tumshukuru sana rais wetu kwa sababu ya fursa hii kubwa iliyopatikana, na ambayo chini ya uongozi wake na wahakikishia itakuwa endelevu. Si mara ya mwisho nyie kukutana tena hivi katika sasa. Nataka kuzungumzia kidogo mambo machache. Moja, kuhusu mageuzi. Sasa mageuzi ya elimu haya yana mambo mengi sana. Labda inabidi tuwe tunazungumza mara nyingi zaidi, kwa sababu mara nyingi nasikia watu wakiongea wanatoa mapendekezo ambayo tayari yapo katika mageuzi. Sasa Mungu ya Rabbi, tuliongea, tulifanya makongamano, lakini bado unasikia sana, unajua katika elimu yetu tufanye hiki na hiki na hiki. Ukichukua sera unakuta vipi? Mitaala yetu, unajua mitaala yetu itakuwa vizuri sana tufanye hiki na hiki, nikachukua mitaala ukitizama yapo. Kwa kazi yetu kwa kweli ni kuendelea kuyaelezea. Sasa sitazungumza sana hapa, nitajaribu ku-highlight baadhi ya vitu ambavyo pengine hatujasisitiza sana. Mageuzi haya ya elimu yanazingatia mambo mengi sana. Leo nizungumze mawili: ubora na ujuzi. Ujuzi umekuwa ukizungumzwa sana, mafunzo ya amali, na tunashukuru, na kila anayezungumza anafurahia kwamba tunaenda katika mafunzo ya amali. Watu wachache sana wamezungumzia kwamba mageuzi haya yanalenga vile vile kuongeza ubora wa elimu yetu kwa ujumla wake. Na vile vile watu wanadhani mageuzi haya ya elimu yameenda tu kwenye amali, na kwamba pengine physics, chemistry, biology, hisabati, additional mathematics na kadhalika, kwamba pengine tuna downplay vitu kama hivi. Mageuzi haya lengo lake ni kuongeza ubora, kujenga critical thinking kwa vijana wetu katika masuala yote, nyanja zote za elimu tunazofundisha: fasihi, lugha. Kwa hivyo tumeongeza lugha ambazo mwanafunzi anaweza kusoma shuleni, namna bora zaidi ya kufundisha lugha, sayansi, STEM kwa ujumla wake: science, teknolojia, engineering na mathematics. Kwa kuna msukumo mkubwa sana katika mageuzi haya, katika mambo haya ambayo kwa sababu inaonekana ni incremental, yanajenga mahali ambapo tupo tayari, pengine hatuzungumzi, lakini jinsi ambavyo tunataka kuendelea na kama ambavyo tumekusanya hapa, tunataka tuone mageuzi makubwa zaidi katika uwezo wa wanafunzi wetu kuelewa masomo yote wanayofundishwa, hasa masomo ya sayansi, hasa hisabati. Na vile vile tuna swala la ujuzi ambalo tumelizungumza sana. Kwa hiyo tusije tukadhani kwamba mageuzi haya tu lengo lake ni moja tu, kwamba lengo lake ni ujuzi tu, kwamba ujuzi huu hauimbeki critical thinking. Ni vizuri watu wana document yote yako katika mitandao, kila mtu anaweza kuyasoma. Itafurahisha kwamba tukiyasoma, hata basi tukisema kuna kitu tunahisi hakijafanya, tuseme nimeisoma document hii ya sera sijakiona. Lakini unaweza kuwa unasema umesimama kabisa na watu wanakusikiliza, wanasema mimi nadhani tunachokosea sasa kwenye elimu yetu tufanye hiki. Chukua sera kasome, kachukue mitaala kaangalia.
Mara nyingi utakuwa unazungumza kitu kile kile, kwa sababu mageuzi alivyoagiza kinara mageuzi ya elimu Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alisema yafanywe na wataalamu, yafanywe kitaalamu, lakini lazima yafanyike kwa namna shirikishi, kwa shirikisho la Tanzania of all walks of life na kujifunza katika nchi nyingine. Na tulikuwa na makongamano makubwa kama hivi ya kufanya mageuzi. Kwa swala la ubora limo katika mageuzi haya. Na masuala ya kuongeza wigo wa vitu ambavyo wanafunzi wanaweza kujifunza upo. Kwa maana hiyo, sasa hivi kwa mfano, tutakapokuwa tunakwenda vizuri, tutakuwa na walimu wanafundisha Kiarabu kama optional subject. Na Kiarabu ni lugha muhimu sana duniani, na ndani ya nchi yetu ina umuhimu wa aina yake, kwa sababu ina utamaduni wake na imani. Na elimu yetu kazi yake ni kuhakikisha kwamba tunalinda kila kitu ambacho tunakipenda. Kifaransa, Kichina na lugha nyingi zaidi kama option. Ukiwa shule ya msingi, mwalimu yupo, wanafunzi wako tayari kusoma, utasoma yale masomo tuliyokuwekea, na ukitaka unaweza kuanza kujifunza lugha nyingine ya ziada. Kuhakikisha kwamba inakuandaa vizuri. Na ujuzi sasa. Ujuzi ndio mafunzo ya amali. Na ujuzi huo tunakwenda nao vipi? Ukiacha ile falsafa ya elimu ya kujitegemea ambayo kwa kweli ndio driving force katika mageuzi haya vile vile, lakini shule ya msingi tukifika 2027 itakuwa ni miaka 6. Halafu baada ya miaka 6 kila mmoja lazima aende sekondari kwa miaka 4 kwa amri, na sheria inakuja. Sheria ile ya elimu ya mwaka 78 tunafanyia mapitio makubwa. Kwa itakuwa ni lazima kila mtoto akae mpaka kidato cha 4. Lakini unapoenda kidato cha kwanza kuna njia panda. Unaweza ukaenda mkondo wa amali au mkondo wa elimu jumla. Hilo tumelianza, hatujalianza kwa kasi, kwa sababu shule za amali zinahitaji maandalizi makubwa kuliko hata shule za elimu jumla. Na tusingependa kufanya watu waanze kunyanyapaa mkondo wa amali, kuona kwamba kule ni ubabaishaji. Mkondo wa amali tukiwekeza vilivyo, tutapata mafuriko ya wanafunzi wanataka kwenda kusoma kule. Lakini lazima tuwekeze vya kutosha. Ndio maana shule ambazo tumeziruhusu ziwe na mkondo wa amali zinapitiwa na kamishna wa elimu bado ni chache sana. Kwa hiyo mwanafunzi akifika la 6 27 atakuwa na choice, anaenda mkondo wa amali au mkondo wa elimu jumla. Kwenye amali yapo masomo haya ambayo tumeyazoea yamepunguzwa tu. Tumeyapunguza sana. Kutoa fursa ya ujuzi wa vitendo ambayo ndio maana ya amali, practical skills. Na ndani ya amali ni seti kubwa, nye vipanga mnafahamu nazungumza nini. Ndani ya amali mna seti kubwa, na ndani ya seti hiyo kuna subsets nyingi na zinaweza zikaongezeka. Kwa ukizungumzia amali ni kubwa. Uko ndani ya amali ukiingiza mkono ukitoa unaweza ukatoka na ufundi. Ufundi kama tulivyokuwa tunafanya Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School. Shule za amali za ufundi ni subset ya amali yote, na inachojengwa Singida ninavyofahamu, tunatengeneza shule ya amali ufundi kule pamoja na masomo ya darasani ambayo baada ya kwenda high school ya elimu jumla na kwenda chuo kikuu kwa masomo haya machache utakayosoma. Lakini ukitoka pale utakuwa na cheti chako cha ufundi ambacho kinatolewa na NACTVET, Baraza la Mafunzo ya Elimu ya Ufundi na Ufundi Stadi Tanzania, ambapo watu wengi wanajua vyeti vile kama ni vyeti vya VETA. Kwa hiyo kenda kule pengine umejifunza ile engineering kind of motor mechanics, na sasa tutafundisha vizuri magari ya sasa hivi ni electronic zaidi, tutafundisha hivyo hivyo. Akimaliza kidato cha 4 anaweza akaanzisha elimu yake, anaweza akajiwa kwenye garage, mpe gari hilo, yeye yuko tayari
kufanya chochote anachoweza kufanya, lakini vile vile ana fursa ya kuendelea kwenda kusoma mbele zaidi. Anaweza kwenda kusoma polytechnics ambazo nazo ni za ufundi, ni amali ufundi, na tunajenga polytechnics wapi? Mwanza, tunajenga Kigoma, Dodoma tumekamilisha, tunajenga Mtwara, tunajenga Morogoro, tunajenga Zanzibar. Ni kama vile tulikuwa tunasema Daatech. Hizi zitakuwa ni polytechnics zitakazochukua mafunzo ya amali subset yake ya ufundi, ili tuwe na technicians wengi hapa nchini ambao ni kama mkubwa sana. Kule unaenda unapata diploma na cheti chako cha form 6. Lakini mafunzo ya amali seti kubwa hii, humo ndani kuna muziki, humo ndani kuna kilimo, humo ndani kuna ufugaji, humo ndani kuna ukarimu na utalii, hospitality industry and tourism. Mkoa kama Arusha, sitoshangaa nikiona baadhi ya shule za amali zinaenda huko, na lugha itakuwa muhimu sana katika masuala haya. Kuna amali uvuvi, na kutakuwa na amali nyingi zaidi ambayo nakupa ujuzi. Kwa kuwa mkondo huko, na huo nimeona na nafurahi, tunafurahi sote kwamba ndio watu wanazungumza sana na wanafurahi. Watu wamefurahia sana. Kazi yetu kubwa ni kuwekeza inavyotakiwa. Uko mkondo mwingine wa elimu jumla. Haya masomo mengine, kwa sababu hatuto downplay masomo haya mengine. Tukiyafanya hivyo tutaua taifa letu. Eti kusoma fasihi tuache. Kusoma historia kawaida, acha tu historia na maadili ya nchi yetu ambayo ni somo la lazima. Kusoma historia concrete hatuwezi kuacha. Kusoma masomo mengine. Na vile vile wale ambao wanataka kwenda kusoma sayansi wafocus sana kwenye sayansi. Hatuwezi kuacha. Tutaendelea kule, na watakapomaliza form 4 waliosoma elimu jumla wanaenda form 5 miaka miwili, form 5 na form 6 wanaweza kaenda kuendelea kusoma vyuo vingine. Waliotoka mkondo wa elimu ya amali wanaweza kaenda form 5 na form 6 au kaenda hiyo diploma pamoja na cheti cha form 6 kama ilivyokuwa Mkwawa wakati nafundisha walimu. Nakumbuka ile basi, ndio. Sasa hayo ndio ambayo yapo tunayazungumza sana. Sasa sisi katika ubora ambao nimesema ni vizuri watu wakumbuke mageuzi haya yanazingatia vile vile ubora. Ningependa nizungumzie eneo moja la sayansi na hisabati. Hisabati mara nyingi watu wanahisi ni ngumu. Wengine ingawaje mwalimu anaweza kusababisha mtoto akapenda hisabati tu, kwa jinsi atakavyopenda na kuwa creative. Kama nimeona hapa walimu mbalimbali, muda wa kuruhusu creativity ya kufundisha sayansi. Yaani yule mwanafunzi atakuona walimu yule walikuwa wanafundisha, mmoja ametoka Mara, mwingine ametoka Monduli. Mwanafunzi akasikiliza unavyofundisha, atapenda sayansi. Na hisabati vile vile kadhalika. Tulikuwa na utani wakati tunasoma. Sasa hiyo sio sekondari, uko juu. Sasa sema hata masomo gani? Kwa mwadhiri akiingia darasani anaangalia sema mko wengi sana. Baada ya mwisho wa mwaka nusu yenu mtakuwepo mtalisko. Mwaka wa pili mnapata tena nusu wote mnalisa. Na wengine wanatania somo gumu, ile topic ngumu inafundishwa siku ndege inapita ndani kwa anakimbilia kwenye topic ngumu kufundisha nao. Lakini walimu wanaweza kusaidia kupenda. Lakini sisi tunapotaka kwenye elimu yetu ituandae sana kwenye sayansi na teknolojia. Na hisabati ni moyo wa sayansi na teknolojia. Na hilo kiliona kwenye sera zetu na mitaala tumezingatia. Na tunachokifanya hapa sisi ni kukumbushana, kwa sababu hii ni sehemu tu ya utekelezaji sasa wa mageuzi makubwa ya elimu. Na hayo utayaona katika hatua mbalimbali ambazo serikali imezifanya. Kwa mfano, tuna Samia Scholarship sasa hivi. Walimu mtakuwa mnafahamu. Wanafunzi wote waliomaliza high school walifanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi. Wale top kabisa 600-700 wale wanasomeshwa na serikali 100%. Sio kwa mkopo. Wanasomeshwa kupitia instrument ambayo tumeita Samia Scholarship. Sharti lake moja tu. Uende chuo kikuu kwenda kusoma masomo hayo ambayo ni kama hisabati,
ama tehama ama natural science au handisi au elimu tiba. Haya, na kwa fedha hizo, kwa budget tulianza nayo, usome kwenye vyuo vya ndani. Ila ukienda kule vile vile GPA yako isishuke chini ya 3.8. Ikishuka tunakuhamisha kwenye scholarship, tunakuwa kwenye mkopo. Au vipi? Kwa hiyo ni instrument moja ya kuvutia watoto wapende kusoma sasa. Na nimetembelea baadhi ya shule, nimesikia mwenyewe baadhi ya wanafunzi wa O level wanasema mimi nitaendelea na sayansi kwa sababu nikienda najiamini kwa sayansi na uwezo. Nikienda form 5 na form 6 najua nitapasua kwa ile lugha yetu tunazungumza. Nitapasua, nitapata Samia scholarship, nitamuondolea mzazi wangu mzigo, na vile vile nitajiondolea mzigo nikija kuajiriwa kupambana kurudisha. Na kwa ni incentive ya serikali maksudi ya kuvutia watoto wapende kusoma masomo ya sayansi. Ni incentive ya kuvutia kusoma sayansi. Na vile vile kwa wale walikuwa wanamaliza PCM, mtu anasoma sasa, mimi nataka nionyeshe kila mtu kwamba mimi kipanga kama nini. Kwa hiyo nitapiga PCM, napiga exam 3. Alafu kitoka naenda kusoma biashara. Kila mtu anashajua mimi niko vizuri. Baada hapo naanza kusoma biashara. Sasa tunataka na exam 3 kasome sayansi hiyo hiyo. Tunakuhitaji huku. Ukienda kule mkopo au jisomeshe. Ukija huku unapata scholarship. Kasome daktari, tunahitaji madaktari wazuri sana. Kasome uhandisi, hatutaki kuona wageni tu wanajenga madaraja, tunataka Watanzania sasa wafike mahali ndio tunafanya kazi hizi, tupate maengineer wengi zaidi. Hilo moja na Samia scholarship. La pili, shule za sayansi za wasichana. Kwa sababu hata hivyo enrollment ya wasichana katika sayansi ndio ilikuwa inaonekana imepungua zaidi. Kwa hiyo zimejengwa nchi nzima na ni shule nzuri kweli kweli. Kote mlikotoka mnaziona. Kama hujatembelea siku moja, tafuta muda katika mkoa wako, kaangalia ile shule ya sayansi iliyojengwa. Na hiyo ni ishara, ni signal ya serikali kwamba tunathamini sana sayansi. Na rais wetu alipokuwa pale Tanga alisema sasa tutajenga na za wanaume za sayansi. Kwa sababu somo la sayansi ambalo nyinyi mlipanga linataka kuwa mbele kubwa zaidi. Na rais wetu mwenyewe ndio akasema, kwa sababu unajua naye mwenyewe kazindua shule ngapi? Tulizindua naye, alizindua Ruvuma, kazindua Tanga. Na hizi shule kwa sababu ni shule za sayansi na thamani ya sayansi hazizinduliwi hivi tu. Unamwona mkuu wetu wa nchi mwenyewe anaenda anazindua. Kwa hiyo walimu wa sayansi mjue jinsi ambavyo serikali inathamini masomo ya sayansi, inathamini masomo ya hisabati. Jingine, kwa wahadhiri wa vyuo vikuu tumetenga fedha kama tuzo kwamba ukifanya utafiti katika mambo ya sayansi, ukachapisha matokeo ya utafiti wako katika majarida makubwa maarufu duniani yanayochukua tafiti bora kabisa, tunakabidhi kitita cha milioni 50 hicho cha kwako. Katumia unavyotaka. Na tumeanza kufanya hivyo. Baada ya kuvutia hata wale watakaokuwa waadhiri vyuo vikuu waweze kuwa na incentive ya kuendelea kukaa maabara wafanye utafiti. Sasa kama unafanya utafiti, tumegundua watu wanaopata kila mwaka. Sasa ukipata milioni 50 mwaka huu, baadaye umetoa majoni mawili umepata milioni 100, nyumba hujajenga. Unapata nyingine gari hujanunua. Unapata nyingine watoto hujasomesha. Popote unapotaka. Ili wale wahadhiri wa sayansi wajue kwamba serikali hii inathamini sayansi, teknolojia, STEM kwa ujumla wake. Na tunafurahia sana. Tunaona Mungu. Na tumeshangazwa na kuona jinsi ambavyo wahadhiri wetu wanachapisha katika majarida ya juu kabisa. Tutaendelea kuongeza fursa hizo. Tizameni vyuo tulivyonavyo Tanzania. Sasa hivi tuna chuo kikuu kinaitwa Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Kipo Arusha. Ni science na teknolojia. Na tutapambana wasiongeze huko mambo mengine, focus kwenye science. Na tutapambana kibaki ni graduate university. Tutatafuta budget tuendelee kukiwezesha kusimama.
Nitaeleza kwa nini. Tuna Mbeya University of Science and Technology. Nilienda kule, nisisikie mnaongeza masomo mengine. Hebu focus wenzetu Massachusetts Institute of Technology. Wamefocus, wana produce a lot of people ambao sasa hivi wanakuja na innovation kubwa sana duniani. Kwa sisi tunataka tuone Mbeya University of Science and Technology inakuwa at the cutting edge. Tumeruhusu na tumevutia Indian Institute of Technology ianzishe campus hapa Tanzania, iko Zanzibar. Na Indian Institute of Technology ni kati ya vyuo vikuu bora kabisa duniani katika sayansi na teknolojia, the best. Kwa hiyo kuja kutuona, tuliwaambia masharti, usianzishe hapa kampasi ambayo degree yake unaitolea hapa. Maana kuna tabia ya kuanzisha kitu ambacho wanakichakachua kwamba madhali Tanzania hicho ni water down. Tumesema degree unazozitoa zitoke huko za Indian Institute of Technology. Wanalinda kwa wivu mkubwa hadhi ya taasisi yao. Kwa maana hiyo degree watakazotoa hapo Zanzibar zitakuwa ni viwango vile vile wanavyotoa kule India. Mpaka masio wengi duniani wakubwa wametoka Indian Institute of Technology. Wanastruggle kupata wanafunzi, tutatenga budget, tutahakikisha kwamba tunatoa scholarship wakasome Indian Institute of Technology pale Zanzibar, ili kuhakikisha kwamba ile taasisi haipotee. Na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi fanya jambo kubwa kwa mapa majengo hayo. Mnahitaji nini? Majengo haya chukueni, hatuachaji hata sumi, kwa sababu serikali inajua umuhimu wa sayansi na teknolojia. Sasa kwa nini yote haya tunafanya? Kwa sababu ndugu zangu, hakuna nchi, na mfumbe macho siku moja mtafsiri, mfikirie tu historia uliyosoma na yale unayojua na unaangalia vyombo vya habari vya dunia. Hakuna nchi iliyoendelea duniani bila sayansi na teknolojia. Hakuna. Na nchi zimebaki nyuma kwa sababu ya kutokuwa na sayansi na teknolojia. Sisi tunalaumu ukoloni, walikuja kututawala hapa sisi wakatuchelewesha maendeleo. Walikuja na bunduki, sisi tuna mishale. Ni teknolojia hiyo, uongo kweli? Sisi bado tunachukua na hivi mitumbu vidogo vya kuvua, walikuja na merikebu makubwa. Wanania nchi yetu na utawala. Walitutawala kwa sababu walitushinda kwenye sayansi na teknolojia. Kwa wakati tukilaumu ukoloni kwa kutuchelewesha, tulaumu zaidi sisi kuchelewa katika sayansi na teknolojia. Tungekuwa tumesonga mbele kwenye sayansi na teknolojia, majasiri Tanzania ni wengi. Mnakumbuka Mkwawa alivyovipiga yule bwana anaitwa Zelewinski, alipigwa kafa pale, alikuwa jemedari wa Kijerumani. Wanashangaa sisi hatuna silaha za kutosha, lakini kwa kupigana tulikuwa tuko vizuri kweli kweli. Ilibidi waende waongeze silaha, waje watuzidi kwenye teknolojia. Hata hivyo akachukua kichwa cha Mkwawa akasema hiki kichwa hiki akili yote kinajua mikakati mikubwa hivi kukihifadhi. Kwa hiyo hatukupungukiwa ujasiri, tulipungukiwa sayansi na teknolojia. Tunaweza kuwa na madini mengi, huwezi kuyachimba, huna teknolojia wewe, utatafuta mwekezaji. Ni sayansi na teknolojia. Unataka mabarabara mazuri, unakuta huna watu wako kujenga, unaleta watu kutoka nje wanajenga barabara. Ma-airport makubwa, siku hizi nchi kama Uturuki inajenga airport dunia nzima. Kwa uwekezaji kwenye sayansi na teknolojia ndio una underpin civilization dunia yote. Yote. Vita, mmesikia vita sasa hivi napigana, wanatumia drones. Drones. Sitaji nchi, lakini moja ambao nadhani kwamba ingepigwa, watu wake wanasayansi wamekusanya, tengeneza drones, zinapelekwa, zinapiga. Vita vimeenda kwenye teknolojia hali ya juu sana sasa hivi. Cyber attack. Wanaweza kuvamia nchi yako bila kuleta chochote tu, wakaingia kwenye mitambo yako, kwenye tehama yako, wakazima umeme, zima kila kitu. Kama mnaenda na SGR, ukashangaa kila kitu kinazima, nchi na stand still. Huna wataalamu wa sayansi na teknolojia huko duniani, tutatawaliwa tena. Maki hata kiuchumi bado ukombozi ni mchakato unaendelea. Tunataka kuhakikisha kwamba kweli tumejikomboa, lazima turudi kwenye sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tunachokifanya nyinyi walimu kwenye sayansi leo ni kitu muhimu sana kwa nchi yetu.
Ndio maana serikali kama anavyosema imeweka motisha watoto wetu wenye uwezo, wenye aptitude of science and mathematics wasome. Hiyo Samia Scholarship si jambo dogo ndugu zangu. Tangu tuanze cost sharing ndio mara ya kwanza rais wetu yeye mwenyewe akasema hivi sayansi tunavutaje, hebu pelekeni hela kidogo msomeshe wanaofanya vizuri zaidi. Dr. Samia wewe? Sayansi siwasikie. Dr. Samia wewe? Yes. Kasema tengeni fedha, hebu vutieni hizi brains za Tanzania ziende zikasome sayansi na teknolojia. And it's working. Wala budget si kubwa sana. You know, it's an instrument with maximum impact. Lakini wala budget si kubwa sana. Sasa tunaenda kwenye Samia Scholarship Extended. Maeneo haya ya atomu, nuclear. Sio ya mabomu. Lakini mahospitali tunatumia, kwenye kilimo tunatumia, tunahitaji sana teknolojia hii. Wataalamu si wengi nchini. Kwa hiyo Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania tumewaagiza na wanatenga fedha kusomesha Tanzania yote. Kipaumbele watumishi wa tume. Cha pili wahadhiri wa vyuo vikuu. Watatu Mtanzania yote tu mradi ana passport. Kwa hiyo tukikosa mhadhiri, tukosa Mtanzania, wewe passport yako ni Mtanzania, utasomeshwa kwa scholarship kwenye vyuo tulivyovichagua vizuri katika masuala haya. Inaitwa Samia Extended. Budget inayokuja ya serikali tutatangaza wigo mwingine wa Samia Extended. Tutatenga hela. Tunaanza kidogo. Lakini tutatenga hela kwenda kufundisha watu waende nje mambo ya computer science, ya mambo ya artificial intelligence ya. Wakasome. Ndio tunafundisha hapa nchini, lakini wanasema kwenye vitabu tu, tafuteni elimu hata wapi? Hata wapi? Hata China. Maana yake tafuteni elimu hata Ughaibuni. Kubali hujaelewa kitu, nenda tafuta walioendelea zaidi. Mko na mazungumzo na waziri mmoja wa Ireland alikuja pale DIT na nilimwambia kwa sababu pale Ireland Dublin wamevutia makampuni makubwa duniani. Yameweka headquarters zao kutoka Marekani, tunasema wameweka pale Dublin. Mwanafunzi anaenda kusoma masuala mambo hayo pale Dublin, anapata muda wa kufanya kazi na kupata ujuzi kwenye makampuni wakati anasoma. Tutaanza kupeleka Tanzania kwa fedha zetu, wakati tunaomba na wenyewe watuongezee hela muda. Ukitaka kuonyesha kwamba unajua serious, put aside some money. Mimi namshukuru sana katibu mkuu na watumishi wa Wizara ya Elimu. Tumesema wala hatuombi fedha za ziada. Tujipunje. Punguza hiki, punguza hapa hiki, punguza hapa, punguza, na wamekubali kwa moyo mmoja. Wametizama vitu hivi, waziri, tunakubali kabisa. Tupunguze kidogo hiki. Hapa punguza kidogo hapa. Tenga fedha. Kwa hiyo itakapopita bungeni tutakuwa na fedha za kwenda kusomesha watoto. Kwa form 5 na form 6, akimaliza amefanya vizuri sana. Tunafikiria kumweka kwanza mahali kama pale chuo chetu cha ufundi Kinga pale Dodoma, akawa mwaka mmoja, tumsaidie awe na culture ya kujua wanaenda kule kwanza maadili ya kuyalinda, lakini vile vile asipate cultural shock akienda nje baada ya form 6. Lakini vile vile kama amesoma vizuri lakini hajatumia sana vishikwambi na kompyuta, avitumie na tumjenge background, aondoke akasome huko. Sasa sisi tunapenda warudi, lakini mimi binafsi nasema, mimi natafurahi nikimwona Mtanzania mwana sayansi anafanya vizuri huko NASA anafanya kazi. Utanzania utaondoka? Si anaongeza ujuzi wake? Si atakuja siku moja hapa kutuendeleza? Utasikia mtafurahi sana kimsikia huko Microsoft. Yuko Space anafanya kazi za kitaalamu na pale wako mataifa mbalimbali wanafanya kazi pale. Nchi kama India zimefanya hivyo kwa create diaspora maksudi. Kwa kuwasomesha nje, wamekaa Silicon Valley, halafu sasa ndio wamerudi sasa wanaanza kutransform India. Kwa nini sisi tusiogope tukimpeleka hata rudi? Kwani si Tanzania au vipi? Kwa tutapeleka hilo, tutakuja, watakwenda Tanzania kusoma. Na nasema haya kuwaambia walimu wangu, walimu wetu. Na ni walimu wangu kwa sababu sote tumepitia mikononi mwenu. Naweza kaewa profesa sasa lakini nimepitia mikononi mwenu bwana. Huo ndio kweli. Kwa natakiwa sema shikamoo walimu. Wote tumekunyangwa na walimu. Kwa hiyo walimu wangu, kazi mnayofanya mnatusaidia kwenye haya mageuzi makubwa. Hii artificial intelligence ukisikiliza tunakoenda, mimi naogopa. We need to flood. Budget tuliweka lazima iongezeke sana. Zoko mbele, it will dominate even labor market.
Sasa nchi yetu hatuwezi kubaki nyuma. Na hapo ndio unagundua somo la hisabati ni muhimu kweli kweli. Kabisa. Ni muhimu sana. Lazima pengine tutakuja kuanzisha tena na mfuko namna ya reward mtu anasoma mathematics. Kwa sababu hao ukisoma hesabu you can easily transform yourself kwenye mambo mengine yote hapo, kwenye algorithm programming yote ambayo unaweza kufanya. Kwa duniani mambo yataenda hivyo. Na hatutaki sisi tufike alafu tujikute tumebaki nyuma. Mambo ya robotics na kadhalika. Kwa hiyo nimefurahi nimekuja hapa nimebadilishana mawazo. Naomba niwatie moyo. Kazi mnayoifanya ni muhimu kuliko tu ile unayofanya pale darasani. Unajenga kizazi cha Tanzania ambacho kitakusaidia tusiwe colonized. Nyie mnapambana kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa huru. Hatuwezi kuwa huru bila sayansi na teknolojia. Asikudanganye mtu. Asikudanganye mtu. Nirudie tena kauli hii. Nchi haiwezi kuwa huru kikweli kweli bila sayansi na teknolojia. Dunia inakwenda huko, vita vinakuja na kadhalika. Huna sayansi na teknolojia huwezi kujilinda. Na kwa tunakwenda huko, rasilimali zetu nyingi. Bila teknolojia tutapata share yetu, lakini watakapata kubwa ni wenye sayansi na teknolojia. Watakaokuja kuvuna ni wenye sayansi na teknolojia. Wao kweli jamani. Sasa tujenge kizazi chetu ambacho na chenyewe kitaenda kuvuna huko nje. Nashukuru sana kwa kuwa walimu bora, kwa kufundisha watoto wetu, na watia moyo sana, fanyeni kazi hiyo, nchi inawathamini sana. Hilo na maana ni salama kwa walimu wote Tanzania, kwamba serikali hii inawathamini walimu sana Tanzania. Na tunavyoenda mbele, tutazidi kuonyesha kwa vitendo na si maneno yao. Mlimsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenyewe, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tena alikuwa anasoma hotuba yake akaacha. Akasema kwenye mageuzi haya ni mduara. Katikati ni walimu. Anajua umuhimu wa walimu. Na anajua umuhimu wa maslahi ya walimu. Sasa mimi niongeze nini? Mimi niongeze nini? Kwa hiyo naomba mkienda mfanye kazi hiyo kwa kulielewa. Ndio, changamoto zipo. Tunaziona. Lakini utatuzi wa changamoto tunauona vile vile. Kuna ule msemo wa Kiingereza unasema kuna mtu ukiweka maji kwenye glasi nusu, ukamuuliza nini kwenye glasi, anasema nakiona glasi hii nusu tu. Mwingine anasema nusu maji. Those who are pessimistic will see half empty glass. Optimists will see half full glass. You are seeing a lot of resources poured into education by our government. Na hiyo yenyewe iwatie moyo kwamba kwa mwendo huu hali ya elimu itakuwa bora zaidi. Na itakuwa bora zaidi kwa sababu nyinyi mpo na mnafanya kazi kwa bidii, mnajituma, tunawathamini. Kwa hiyo mimi wakati nafunga mafunzo haya kupitia kweli, nasema kwa walimu wote Tanzania, kwa ngazi zote, sio sayansi tu. Makina kwenye fasihi ndio tunatuzo ya Mwalimu Nyerere. Ambao watu wanasema sana ufasihi waandishi. Tarehe 13 tunayo Dar es Salaam tunatoa. Kwa hiyo tunaangalia mambo yote ubora wa elimu. Kwa kufunga mafunzo haya leo kupitia kweli, napenda nitoe kauli hii kwa niaba ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Walimu tunawathamini sana, tunawatia moyo na asanteni sana kwa kazi nzuri.